Kituo cha 5. Simoni wa Kirene anamsaidia Yesu. E Bwana, unijalie ukarimu kama huo, nifikie nami wito wa kusaidia kuchukua msalaba. Nitoe zaka na michango yote ya ujenzi wa dini. Nijitolee mimi mwenyewe katika kazi ya maendeleo ya dini. Wajalie vijana wengi wito wa upadre, waweze kuchukua msalaba pamoja nawe. Kwa ajili ya wokovu wa dunia, uwaimarishe viongozi wa dini, ustawishe moyoni mwa waamini wote mwamko wa utume. Simoni wa Kirene anatufundisha kuwa karibu na Mungu na kuwa tayari kumtumikia Mungu nyakati zote. Pamoja nayo Yesu alikuwa Mungu, lakini Simoni anaonekana akimsaidia msalaba. Mtu mmoja katika changamoto ya maisha yake aliwahi kumuuliza Yesu, wewe ulisaidiwa msalaba na Simoni wa Kirene, mimi ananisaidia nani? Hakusema kwa ubaya, ila ilikuwa ni kumlilia Mungu. Hivyo basi, Simoni wa Kirene katika maisha yetu ya kila siku anatufundisha kwamba pamoja nayo tunapaswa kumtumikia Mungu. Tunapaswa kujinyenyekeza. Tunapaswa kutafuta utakatifu kwa njia yoyote, ili basi tuweze kufika mbinguni. Kufika mbinguni ni zawadi kwetu sisi. Tunafika mbinguni kwa mastahili ya Mungu. Tunapaswa kumtumikia Mungu nyakati zote. Tunapaswa kuhubiri neno la Mungu kadiri ya ubatizo wetu. Tunapaswa kutafakari juu ya safari yetu ya kuelekea mbinguni wakati wote tuwapo duniani. Kumbe nyakati zote ni wakati wa kujinyenyekeza. Unyenyekevu unahitaji utii. Ndio maana Simoni wa Kirene hakuona sababu ya kukaa bila kumsaidia Yesu msalaba. Kituo cha 5, Simoni wa Kirene anatufundisha namna ya kuishi Ukristo wetu, namna ya kubeba msalaba mpaka mwisho. Anajifunza kubeba msalaba pamoja na Yesu angali akisubiri msalaba wake. Nasi leo tuvutwe na kituo hiki cha 5 tunapokaribia katika kipindi cha Kwaresma, kipindi ambacho kimebeba maisha yetu ya hapa duniani kwa maisha yote. Tunatafakari siku 40 zinazohusu maisha yetu, utume wetu, na kwa ujumla maisha tutakayoishi duniani. Katika kipindi hiki ni kumrudia Mungu. Katika kipindi hiki ni kujitakasa, kujiweka tayari nyakati zote, hajapo Bwana tukute tumejiandaa. Tumsifu Yesu Kristo. Amani na salama.